Natumaini kuwa haujambo na ni mzima wa afya. Leo nina mmea wa mzungwa. Mmea huu ni tiba nzuri sana kwa wagonjwa wa kisukari. Kama una ndugu yako ana matatizo ya sukari, wewe mwenyewe una matatizo ya sukari, jirani yako, mtu yote ambaye unafahamu ana tatizo la sukari na tayari sukari yake imeshaanza kumletea effect ya miguu kuwa na kufa ganzi, miguu inawaka moto, macho kuwa hafifu, anapata effect nyingi sana za sukari, kukojoa sana mara kwa mara nyakati za usiku na kuwa na maumivu mwili mzima. Sasa mmea huu ni tiba ya kuweza kuondoa maumivu yote yanayotokana na sukari, dalili zote ambazo zinazotokana na sukari, lakini pia natibu kuweza kupunguza ile sukari yako. Kama sukari yako inafika mpaka kiwango cha kufikia 18, 20, basi utakapotumia mmea huu itakuweza kucontrol vizuri na kuweza kufikia katika kiwango cha 6, 7 mpaka 5, maana yake tunaita ni normal na ni sukari yake katika kiwango cha kawaida. Sasa jinsi gani unaweza kutumia mti huu ukawa tiba kwa upande wako wewe mgonjwa wa kisukari? Sasa wagonjwa wa kisukari wanatofautiana. Kuna wagonjwa wa kisukari wa aina mbili. Kuna mgonjwa wa kisukari wa type 1 na mgonjwa wa kisukari wa type 2. Sasa mgonjwa wa kisukari wa type 1 mara nyingi anapofikia umri fulani, sukari yake inapofikia umri wa miaka 40 na kuendelea, inaweza sukari yake kama imeletea effect ya kuweza kupata vidonda katika miguu yake ama katika mwili wake. Na vile vidonda huwa vinachelewa sana kupona. Sasa leo nitawaelekeza jinsi gani unaweza kutumia huu mti na pia ikaweza kuponyesha kwa haraka vile vidonda katika upande wa miguu ama upande wa mwili wake wote ambao unasumbua kwa wale wenye sukari type 1. Na wenye sukari type 2 basi pia unaweza kutumia mti huu kama tiba kwa ajili ya kuweza kupunguza makali ya sukari yako. Kwa sababu mti huu unakimbilia moja kwa moja, matiba yake ni moja kwa moja katika kongosho, ili kuweza kuboresha ile homoni ya insulin iweze kutoka katika kiwango ambacho kinachohitajika na iweze kuweza kuchakata sukari katika mwili wa binadamu. Sasa kinachotakiwa kufanywa ni kutumia haya majani. Chuma haya majani ya kutosha. Ukishachuma haya majani ya kutosha, tafuta ile aloe vera. Nadhani mnafahamu aloe vera na huwa nawaelezea kila siku aloe vera ni kitu gani na huwa nawaonyesha. Sasa chukua ile aloe vera, katakata vipande vidogo vidogo, changanya na haya majani ya huu mti, kisha uchemshe. Chemsha vya kutosha kidogo, yani ndani dakika 15 mpaka dakika 20. Ukisha chemsha utaacha ipoe, kisha utachuja. Baada ya hapo utakuwa na kunywa glasi moja ya ml 200 asubuhi, glasi ya ml 200 jioni kila siku. Na kwa kipindi cha siku 21. Hapo utakuwa tumeweza kutibu ama kucontrol sukari yetu kurudi katika viwango vizuri kabisa kwa wewe mwenye changamoto ya sukari. Lakini kwa wewe mwenye changamoto ya vidonda vya mwili, mfano vimesababishwa na sukari, basi haya majani kwanza unatakiwa uyakaushe. Unayakausha yakauka. Baada ya kukauka, sasa unatakiwa utwange ule unga wake, uchanganye na mafuta ya nazi. Unapaka katika zile sehemu za vidonda. Kwanza unavisafisha vile vidonda vizuri kabisa, kisha unapaka unga kupitia mafuta ya nazi. Itakusababisha kuweza kuondoa ile sukari katika, kwa sababu vidonda vinakaida kutoa maji. Sasa yale maji inakuwa na changamoto kidogo, inakuwa kama yana sukari. Sasa inasababisha kwamba kile kidonda kutokufunga mapema kutokana na ile changamoto ya ile sukari iliyokuwa katika ile maji. Sasa hii inakausha yale maji, inaondoa kisha inaondoa ile sukari, na maana kwamba inarudisha katika hali nzuri, pia vitafunga kwa haraka sana. Kama kidonda chako kimefikia hatua ya kufika mwezi na nusu hakijafunga, basi utakapotumia ndani ya wiki 1.5 mpaka wiki 2 itakuwa kimeweza kukaa vizuri kabisa na umeweza kupona. Mti huu nadhani mnaufahamu wa mzungwa. Popote utakapouona basi ujue kwamba unaweza kutibu changamoto zako za sukari pamoja na vidonda vinavyotokana na sukari. Tiba ya sukari ipo na tiba ya sukari inapatikana. Sukari inatibika. Zingatia jinsi gani unaweza kutibu hiyo sukari na uweze kupona ama uweze kukaa vizuri kabisa. Kwa sababu sukari ni matokeo ya kufeli kwa kongosho yako kuweza kutoa ile homoni ya insulin inavyohitajika, ndio maana matokeo halisi ya sukari yako. Sasa unapata tiba vizuri na unarudi katika hali nzuri kabisa. Kama utashindwa kuandaa tiba hii ambayo nimekuelekeza, tayari tiba ipo na imeshaandaliwa. Nipigie simu ili kuweza kupata hiyo tiba na uweze kujifunza na uweze kupona moja kwa moja. Mimi ni mtaalamu ambaye ninakushauri kila siku kuhusiana na swala tiba. Nipigie simu +255
752 16 38 38. Usisahau kunifollow, nitakufollow back. Like, comment, share, hacha swali lako katika comment section, ili nitakujibu vizuri tena ipasavyo kabisa. Usisahau kusubscribe ili kuendelea kupata vipindi vijavyo na uendelee kujifunza zaidi. Nikutakia siku njema, nikutakia kila la heri.